kutoka ndio maana jina lako ni la milele. Umekuwa mwaminifu, umekuwa mwaminifu Bwana. Yoruba yanafikiri Ọba tó ṣe tọba, tó ṣe tọba, tó tún ṣe tìjòyè lọ́tún. Kò jẹ́ gbàgbé mi, kò jẹ́ gbàgbé àwa ọmọ rẹ̀. Rárá, rárá àti rárá. Ọpẹ́ yẹ ọ́, ọpẹ́ yẹ ọ́, ọpẹ́ yẹ ọ́, ọpẹ́ ọ́. Ọpẹ́.
ṣe ti ìjòyè, ó tún ṣe ti èmi, ó tún ṣe ti rẹ̀. Kò jẹ́ gbàgbé àwa ọmọ rẹ̀ rárá, bàbá mi. Ọpẹ́ yẹ ọ́, Bàbá. For I know that the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every Rehema zake ni mpya kila asubuhi, morning. New every mpya kila asubuhi. great, great, Uaminifu wako ni mkuu. Mercies from the first to this Jesus never comes to an end. They are always new. They are always new every month, every year, every time, every crusade. They're new. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. Oh Lord, great is thy faithfulness. Oh Lord, great is thy faithfulness. Oh Lord, my Father, there is no shadow of turning with thee. Uaminifu wako ni mkuu. Thou changest not thy Wewe hubadiliki. compassions. Rehema They zako fail hazikosi. not. As you have been, Kama ulivyokuwa, you will wewe utakuwa forever. hivyo milele. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Monthly and monthly new mercies we see. All we have needed, thy hand has provided. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness, Father. Great is your faithfulness, Lord, unto me. Sing red. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto Napendeza ukiwa umesimama, hata kama usemi maneno, lakini kumbuka tunamwadhimisha Bwana miaka mitano. Mwambie Bwana asante. Kila GCK umekuwepo Bwana, amekuwa ni mwaminifu na kutoa hatua moja kwenda nyingine. Uaminifu wake crusade on umekuwa crusade, mkuu. day to day and day to day. All we have needed, all we have need of your hands has Yote ambayo tumehitaji Bwana amekuwa akitupatia. Tuna shuhuda nyingi tu za GCK. Mwambie Bwana asante. For it hated that he did not owe. I owe a debt I could not pay. I needed someone Nilidaiwa, nilikuwa na deni sikuweza kulipa. Nilihitaji mtu aweze kusafisha dhambi zangu na kulipa deni langu la dhambi.
Yesu wangu akalipa deni ambalo nisingeweza kulipa. Alilipa deni langu. Alilipa deni langu nililodaiwa. Sikuweza kulipa. Nihitaji mtu wa kusafisha, kuziosha dhambi zangu. Alichubuliwa kwa maovu yangu. Alipigwa kwa maovu yangu. Lakini hakika alibeba huzuni yangu. Na kwa kupigwa kwake nimepona. Ndio alilipa deni. Alilipa deni. Deni ambalo sikuweza kulilipa. Nafikiri katika hatua katika maisha yako unasema, Bwana upepo wangu. Bwana kwaya, kuna kiza. Na unamuuliza Bwana Yesu, je, kuna mtu atakayeangamiza chombo? Inakuwaje chombo kilicho na Bwana akiangamizwa? Dada ni mwanamuziki, anacheza na muziki na huku anahubiri na muziki. Chochote kile, je, kinaweza kuzidi chombo? Je, hayo maji yanaweza yakameza chombo ambacho Bwana wa bahari na nchi yumo? Kuna mawimbi hayo yote watatii. Tumwache aimbe, tusikilize vizuri. Sema tulia. Weka nafsi kwenye mkono wa kifuani mwako, sema tulia. Kwenye ile tatizo, kwenye ile shida yote ile, sema tulia. Utulie na ujue kwamba mimi ni Mungu. Tulia na ujue mimi ni Mungu.
ujue ya kwamba mimi ni Mungu. Be still and know. Be still and know that I am God. Be still and know that Jesus is God. He raised the dead. He made the blind see. He made the lame walk. He is here for you. Be still and know that I am God. Be still, know that Jesus is God. Be still and know that He is God over you. Be still and know that He is God. Say, be still. Be still and know that I Tulia na ujue ya kwamba mimi ni Mungu. Tulia na ujue ya kwamba mimi ni Mungu. Amen. Naimba kwa mamlaka na kujitambua vizuri nafasi yake. Haleluya. Makofi kwa Bwana Yesu. Imbaji mzuri sana. Miaka 5 hiyo ya GCK. Haleluya. Haleluya. There is something that happens Kuna kitu ambacho when a man kinatokea wakati mtu ambaye amejisalimisha maisha yake kwa Mungu, kitu ambacho dunia haiwezi kukizalisha, hakiwezi kukiiga na hakiwezi kuelezea. Unakiona tu katika hatua zake, unasikia katika sauti yake, unahisi wakati anapotembea katika chumba, kuingia katika chumba. Leo wewe unakaribia kuweza kushuhudia wewe mwenyewe. Katika mihula iliyopita, kijana alipiga magoti mbele za Mungu na kusema, mimi hapa nitume. Miongo kadhaa iliyopita, na Mungu akamtoa kwa neno lake. Kutoka katika wakati ule maisha yake hajawa kama yalivyokuwa, si yake. Ameyatoa kikamilifu na kabisa bila kusaza kwa utangazaji wa habari njema za Bwana wetu Yesu Kristo, kupitia katika miji, kati ya mataifa, kati ya kila kizuizi ambacho wanadamu wanasema hakiwezi kuvukwa. Katika miaka 5 iliyopita tumeshuhudia uaminifu wa Mungu ukitembea kupitia katika Global Crusade, ufalme ambao umekwenda ufalme wa nchi hadi nchi, kutoka Nigeria katika jimbo hadi jimbo, akiamsha uamsho mkuu. Kule India mamilioni kutanika mahali pamoja. Pakistan, mahali ambapo palikuwa pamezuiliwa pakafunguliwa, makanisa ya chini kwa chini yakatiwa nguvu zaidi. Kule Kanada, Marekani, kibali katika nafasi za juu sana za uongozi. Kule Filipino, Thailand, Australia, vile visiwa vya Pacific, habari njema zikifika katika miisho ya nchi, na kupitia katika kila wakati, kila mpaka uliovukwa, kila mkutano crusade uliojazwa, kila muujiza ulionukuliwa, kumekuwa na jambo moja tu ambalo limekuwa likirudiwa. Mtu mmoja mtii, asiyeyumba, anayepatikanika akibeba ule moto ambao Mungu ameweka ndani yake na kukataa kuachilia ule moto. Mchungaji Daktari Dr. W.F. Kumuyi halegezi mwendo, yeye hapunguzi kasi, wala hakai katika vyeo vya kupachikwa tu. Bado anapanda ndege, bado anasimama mbele ya mataifa, bado anahubiri ile injili isiyotiwa maji, na ile haraka ambayo mwanadamu anajua kwamba muda ni mfupi na kwamba roho zina thamani. Hiyo sio nguvu ya mwanadamu kwenye nguvu za kibinadamu. Huyo ni mtu ambaye anabebwa na Mungu, ambaye ametumia maisha yake kumtangaza. Maisha yake ni ujumbe mbele kabla ya ule ujumbe wenyewe. Uaminifu wake
ni ushuhuda wa uaminifu wa Mungu. Na unapomtazama, unatazama kile ambacho inamaanisha kumaliza vema. Ina maana gani kusema ndio kwa Mungu na kuendelea kusema ndio kila siku moja kwa zaidi ya nusu karne? Leo tunapoadhimisha miaka hii 5 ya Mungu wetu mwaminifu, ni sahihi tu kusema kwamba Mungu ambaye Mungu amemtumia kuchukua mamlaka haya asimame kuzungumza, sababu anapofungua kinywa chake sio tu ujumbe unaosikia, ni uhai, uzima, ushuhuda, udhihirisho ambao unatembea wa kutunzwa kwa ahadi ya Mungu aliyotoa. Tafadhali mpokee kwa heshima na taadhima na ile shukrani ambao uaminifu wake unastahili. Mwangalizi wa kimataifa wa Deeper Christian Life Ministry, mtumishi wa Mungu kwa mataifa, baba yetu katika imani, Mchungaji Daktari W.F. Kumuyi. Karibu. Ikioruba hicho. Mungu yuko hapa. Nasema Mungu yuko hapa. Mungu yuko hapa. Maajabu yake yajae katika maisha yako kwa jina la Yesu. Mguso wa Mungu kutoka kwa mguso kutoka kwa Mungu. Uko wapi? Muujiza wa Mungu, upako utokao juu utakugusa pale ulipo. Mtu pale, Bwana asifiwe. Nimesema Bwana asifiwe. Mtu alinigusa, na toka aliponigusa mimi sasa niko huru. Utakuwa huru kwa jina la Yesu. Tuombe pamoja. Baba, tunakushukuru jioni ya leo, tunalibariki jina lako. Wewe Mungu uliye mwema, Mungu wa rehema kiasi gani, Mungu mtenda miujiza, unagusa kila mmoja wetu hapa leo. Tunajua uko hapa na hakuna kitakacho kuzuia muujiza wako, nguvu yake katika kila maisha kwa jina la Yesu. Amen. Bariki kila mmoja wetu. Tuinue kila mmoja wetu. Vunja kila nira na haribu kila kazi zote za yule mwovu. Tukushukuru kwa sababu tunajua kwamba imekuwa. Kwa jina la Yesu tumeomba. Umebarikiwa tayari. Kaa sasa katika baraka za Bwana. Tunaangalia Wathesalonike wa kwanza mstari wa 13. Wathesalonike wa kwanza 2:13. 2:13. Anasema, kwa sababu hii tumshukuru Mungu bila ya kukoma, kwa kuwa mlipopata lile neno la ujumbe la Mungu, mlipopata lile neno la ujumbe la Mungu mlilolisikia kwetu, mlipokea si kama neno la wanadamu. Mlilipokea lile neno si kama neno la wanadamu, bali kama neno la Mungu, na ndivyo lilivyo kweli kweli, litendalo kazi pia ndani yenu ninyi mnaoamini. Unapotazama aya hii ya maandiko, kuna kitu ambacho kinaibuka hapa waziwazi, neno la Mungu. Na halafu wale ambao wanapokea hilo neno la Mungu, wanaliamini neno la Mungu, lakini kadhalika kuna kitu hapa, hawakulipokea kama neno la wanadamu. Kama neno la wanadamu. Tofauti iko wapi hapa? Kuna watu ambao wanaposikia kitu wanasema Musa alisema kwao, Musa amesema. Hivyo ndivyo ambavyo Farao alitazama lile neno ambalo Musa alileta, akawaambia wale wana mazingaombwe watu wake. Musa akasema, waache watu wangu waende.
alikuwa anawatazama wale watu kama watu wa Musa. Na sasa Musa alikuwa amekuja, na Musa akasema yeye amelipokea si kama neno la mwanadamu, na huyu mtu alilipokea kama neno la mwanadamu, na ndio maana alikumfaidia. Na wengine wanasema Yoshua amesema tunakuja kuitoa nchi, na sababu wanapokea hivyo kama neno la Yoshua, wanasema hatutaruhusu hilo, tutapigana dhidi ya hilo. Hakuna namna yote kile ambacho Yoshua amesema kitakwenda kutimia, hatukubali. Walilipokea ile neno kama neno la mwanadamu. Hapa anakuja Daudi, na Daudi akasema mimi nitatoa mwili wako kwa ndege wa angani. Na Goliati akasema hebu muone huyu kijana. Huyu kijana amesema, unaposikia neno la Mungu na alafu nalisikia kama mtu fulani tu amesema. Najua kuna baadhi ya watu wanasoma Biblia alafu wanasema Paulo kasema. Sio Paulo, ufunuo kutoka juu mbinguni. Na hapa Paulo mtume anasema namshukuru Mungu kwa ninyi wa Thesalonike kwa sababu ya jambo hili, kwamba mlipolisikia ile neno la Mungu, neno ambalo liliumba ulimwengu mzima, mlipolisikia ile neno la Mungu ambalo linafufua walio wafu, mlipolisikia ile neno la Mungu ambalo limesema na linaokoa roho, mlipolisikia ile neno la Mungu ambalo linaumba upya mtu mpya ndani yako, unalipokea hilo neno kama neno la Mungu, na halafu likatenda kwa ufanisi ndani yenu. Leo unaposoma, unaposikia neno, usiwe na ile nia, neno la Paulo, neno la Musa, maneno ya Daudi, maneno ya mwanadamu, kwa sababu unapolichukulia neno la Mungu namna hiyo, inakuwa ni kana kwamba ni kitabu chako tu cha kiada. Ni kama wale watu tu ambao wameandika vitabu vingine vya kawaida, alafu unalichukulia neno la Mungu unalilinganisha tu na hao watu wengine, haitakusaidia. Lakini sasa unachukua picha kama umemwona Mungu amekutoa wewe na amekuja kwako na akasema sasa wewe leo mimi nitakuponya. Mungu anakuja kwako leo katika ananitumia mimi kama nyanja tu ya kuwasilisha ujumbe. Ananitumia kama mwakilishi tu, lakini sio maneno yangu. Mungu anasema nitafuta machozi yako yote. Mungu anasema yale matatizo yote ambayo umekuwa ukiwazia, matatizo yote ambayo yamekuwa kisumbua, hili hapa neno la Mungu kwa ajili yako leo. Na kama Mungu angelisimama mbele yako wewe leo hasa na ungeliweza kumwona kama ingeliwezekana, kama watu wa kale katika Biblia, kama walivyoona malaika na akanyosha kidole kwako akasema nimekutoa wewe, nimekuja kwa ajili ya kwako wewe. Nataka nikuambie ya kwamba kila jambo la kinyume katika maisha yako leo na kwenda kuliondoa kila jambo hilo. Na unapopokea hilo neno kama neno lake yeye Mungu, basi ina maana saratani itapiga magoti katika maisha yako. Magonjwa yasiyokuwa na tiba yatatoweka katika maisha yako. Wokovu utaingia katika nafsi yako, na ule wokovu hata shetani mwenyewe hataweza kuukana huo wokovu wako. Mungu anakuja kwako leo, na anakuja kwa ile nguvu kubwa, ile nguvu ya neno lake. Na ndicho tunachozungumza jioni njema ya leo, nguvu kuu ya neno lake. Andika vizuri, nguvu kuu ya neno lake. Angalia Luka 5:17. Luka 5 mstari wa 17. 5:17. Hata ikawa siku mojawapo alipokuwa akifundisha, na Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu. Angalia naofuata, na uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Na uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Hebu kanisa tuseme amen. Unahitaji kuelewa hapa
hao walikuwepo Mafarisayo hapa, walikuwa walimu hapa, walimu wa Torati. Katika majina yao mwisho pale LB, madaktari wa falsafa hawa walitoka maeneo mbalimbali. Huyu ana jina hili, huyu ana jina lile, mwingine ana cheo kiki na kile. Na sasa anakuja Bwana Yesu, mfalme wa falme na Bwana mabwana. Huyu hapa Yesu aliye Baba wa umilele wote. Hapa anakuja Yesu, jina lake Emmanuel, yeye ni wa kupendeza. Anakuja Yesu na anafungua kinywa chake, na watu wote waliomsikia, kama wangelidhani kwamba yeye ni mwalimu tu, Farisayo naye ni mwalimu, yeye anafundisha kipindi chake sasa, Farisayo naye atafundisha somo lake baadaye, na wanawalinganisha pamoja, hawatapata kitu. Lakini kama alivyosema nao, wakasema hili sio neno la mwanadamu. Huyu amesema kama mtu mwenye mamlaka ya mbinguni ilikuwa juu yake. Ule upako wa Roho Mtakatifu ulikuwa juu yake, na wakamweka katika daraja ya juu zaidi, wakamweka katika daraja ya uungu. Na kwa sababu hiyo wakalipokea ile neno kama neno litokalo kwa Mungu wa Thesalonike wale. Yote ambalo Mungu ametaka kulisema aliweka ndani ya Kristo mwanae wa pekee, na anapolitangaza neno lile, hilo neno linafanya kazi kubwa ndani yao, na ile nguvu ya Bwana ilikuwepo mahali pale kuponya. Bwana atasema na wewe leo, neno lake litadhihirisha nguvu katika maisha yako. Neno lake litageuza maisha yako siku ya leo. Hii itakuwa ndio siku kuu ambayo umewahi kuishi katika maisha yako. Amen, amen. Furaha itakuja, shangwe itakuja, miujiza itakuja, uponyaji utakuja, wokovu utakuja, na nguvu ya uumbaji mpya itagusa maisha yako, na kila kitu ambacho sio cha Mungu kitakokotwa kutoka katika maisha yako kwa jina la Yesu. Ile nguvu kuu ya neno lake. Mambo matatu natazama katika ujumbe huu. Jambo la kwanza ni nguvu ya uumbaji ya neno la Mungu. Amen. Mungu bado ni muumbaji. Nasema Mungu bado ni muumbaji. Lolote lile ambalo napaswa kuwepo katika moyo wako, katika roho yako, katika nafsi yako, katika mwili wako, ambalo bado hunalo, muujiza wa uumbaji unatokea leo hii. Kila aina ya mishipa ya macho ambayo imekufa, muujiza utatokea. Ule utando na kila aina ya sikio limeacha kufanya kazi, sikio limekufa kabisa, usikii hata neno, sikio la kulia au la kushoto, hata kama umezaliwa namna hiyo, kiziwi. Muujiza wa uumbaji unakuja kwako kwa jina la Yesu. Unasema hii miguu mbona mizito, imekuwa ni kana kwamba mimi siwezi kuitumia tena hii miguu yangu, siwezi. Namuona Mungu akiifanyia kazi hiyo miguu, namuona Bwana akitenda kazi katika maisha yako. Uumbaji, muujiza wa uumbaji, kitu ambacho hujawahi kuwa nacho kinakuja katika maisha yako kwa jina la Yesu. Tulikuwa katika nchi ya Namibia, na yule mtoto alipokuwa amezaliwa, ulimi ulikuwa umechomoza, na yule mtoto alipokuwa anazidi kukua, hata nzi wanagusa ulimi wake na hawezi kurudisha ulimi wake ndani kinywani. Wazazi wakaomba serikali ya Namibia, na serikali ya Namibia ikachukua lile tatizo la mtoto, wakampeleka yule mtoto Afrika ya Kusini, ambako walikuwa na madaktari mabingwa wazuri. Madaktari wakampima, na hatimaye kwa utafiti wao wote wakasema, tunasikitika, hatujawahi kuona tatizo kama hili, hatuwezi kumsaidia huyu, tufanye nini? Je, tukate huu ulimi au tufanyeje? Hawezi kufanya hivyo. Kwa hivyo wakarudi nyumbani Namibia, na tulikuwa na mkutano kule Namibia, na wakawa nafikiri kwamba pengine mwisho wa siku ile kwamba watakuja kuniona
ili kwamba nikamwombea yule mtoto. Lakini neno la Mungu lilipokuwa linaendelea, neno la Mungu linaendelea, pasipo sisi kujua chochote kile, yule mama alikuwa anambeba yule mtoto. Tukasema tuombe, yule mama akafumba macho yake, na tazama, tuliposema kwa jina la Yesu, mama akafumbua macho yake, ule ulimi umerudi ndani, kila kitu kilikuwa hajambo. Kuna muujiza wa uumbaji unapopata kuelewa ya kwamba hili neno lenye kuumba la Mungu. Kwa hivyo jambo la kwanza ni nguvu ya uumbaji ya neno la Mungu. Jambo la pili ni upenyaji wenye kubadilisha wa neno la Mungu, mpenyo wenye kugeuza wa neno la Injili. Unaporuhusu neno likae katika juu ya moyo wako, haipenyi kwa juu tu, halipenyi. Ni pale ambapo neno la Mungu linapenya ndani, linakuja ndani yako. Unapolipokea ndani, tayari wokovu utatokea. Upenyo ule, neno linapopenya katika nafsi yako, mawazo yako na kila sehemu yako, wewe utakuwa tena kama ulivyokuwa. Naweza nikaangalia katika mawazo yangu sasa, naweza nikaona mahali pale nilipokuwa nimeketi katika kule Lomé, Togo, makao yao makuu, mji wao mkuu. Na huyu mama alikuwa anajali sana juu ya mumewe. Mumewe alikuwa ni mganga, ni tabibu. Angelipaswa kuwa ndiye mkurugenzi wa nchi nzima wa tiba, lakini kila wakati mlevi. Nikajiuliza kwamba kwa nini walimweka katika cheo kile alichokuwa nacho. Tulipokuwa pale Togo, yule mke akasema, mwanamke, nataka mume wangu akuone. Nataka huu ulevi wake ambao unafanya maisha yake yasifai kitu, nataka umuone, umuombee. Nikamwambia basi sawa, mwache aje huyo mumeo. Alafu mwisho wa mkutano, ile siku ya mwisho, ndipo yule mtu alipokuja. Na yule mama asema, hebu tuende leo, namaliza mkutano. Nakuja, akamwambia yule bwana, nakuja, namwambia mkewe, nitakuja. Na yule mke akaja akitarajia kwamba wakati mume alipokuwa anakuja, akapitia kwenye baa moja, alipokata kona akajijaza tena na mapombe yale, amelewa. Alafu hatimaye akaja anayumba. Najiona nilipokaa nimekaa pale. Alipokuwa nakuja, ningeliweza kusikia ile harufu ya pombe ambayo alikunywa asubuhi ile. Alafu hatimaye nikamwambia karibu. Nikajifanya kana kwamba sijui kwamba nini kinaendelea, kwa sababu inabidi waache watu wajiokoe nafsi zao, wape heshima, waguse vile walivyo. Hebu upendo wa Mungu wachome. Niliposema naye namna hiyo, na akalishukuru ile heshima ambayo nimempatia, na sikumuuliza kwamba hivi umekunywa pombe leo, unasikia harufu yako, kuna kitu kimetokea, umekunywa nini wewe? Na mkeo amekuwa amekisumbuka namna ile. Sikumwambia namna hiyo. Nikamwambia, unajua upendo wa Mungu anakupenda hivyo ulivyo, na Bwana anataka kutenda jambo katika maisha yako. Na hizo habari njema na ule ujumbe wa upendo na rehema ukapenya ndani yake. Na alafu akasema, hivi unaweza kuniombea? Nikamwambia ndio. Basi ungama dhambi zako. Nikamuongoza kusema sala ya toba, alafu nikaomba. Yule mtu akawa huru. Amen. Amekuwa huru kikamilifu. Kwa nini? Kwa sababu Injili, habari njema, imepenya katika moyo wake. Moyo wako unapoguswa na habari njema, na kuambia wewe ni mtu mpya, mwanamke mpya, na ulichodhani kwamba hakiwezekaniki awali, kila kitu sasa kinakuwa kimewezekana. Mtu mpya, mwanamke mpya, kijana mpya, binti mpya. Utapaa juu. Kipengele cha 3 kitakuwa ni utendaji mkamilifu wa neno lake lenye neema. Utendaji mkamilifu wa neno lake lenye neema. Tulikuwa Cote d'Ivoire, unaweza kuita Ivory Coast, Kiingereza Ivory Coast, mji mkuu Abidjan. Na tulikuwa na mikutano tu wa kawaida. Ilikuwa ni wakati wa jioni, kama jioni ya leo, na palikuwa na mtu mmoja
alikuwa na nguvu za giza. Akasikia watoto wa Mungu wanaimba mapambio, akajiuliza kwa nini wana furaha namna hiyo? Nitakwenda kuwasambaratisha. Kwa hivyo akaingia pale kwenye uwepo na watu hawakujua, na alipoingia akakaa pale ili kwamba aweze kufanya mambo yake ya nguvu za giza na kuwasambaratisha watu. Usiku ule ikatokea kwamba neno la Mungu lilipokuwa linatoka, neno ambalo lina utendaji, na kuambia kuna utendaji katika maisha yako leo. Amen. Amen. Na nikahubiri, na baada ya kuhubiri nikatoa wito wa kumpokea Yesu. Nikauliza, unataka kumpokea Yesu kama mwokozi wako? Hebu fumba macho yako, inamisha kichwa, nyosha mkono wako juu. Yule mtu akasema katika ushuhuda wake baadaye, anasema huwa hainamisi kichwa kwa maelekezo yoyote. Kamwe hawezi kufumba macho yake kwa mtu yeyote yule ambaye anamwambia fanya hivyo. Akashangaa, akafumba macho yake, akainamisha kichwa. Mamlaka inazidi mamlaka nyingine dhaifu. Nguvu inazidi mamlaka na nguvu nyingine. Alafu akasema hiyo haitoshi. Nikasema hebu toka huku mbele. Na wote walionyosha mikono yao wakatoka. Naye akatoka. Na alipotoka nikasema tutakwenda kuomba. Nikaongoza katika maombi yale, na halafu nikasema Bwana apewe sifa. Imekuwa kama leo. Bwana apewe sifa katika maisha yako. Imekuwa. Na halafu akaangalia huku na kule, akasema chui wangu. Watu hawakuelewe chui wako maana gani. Akasema kila napokwenda kuna chui wa kiroho anayenifuata, na ni yule chui wa kiroho ndiye ambaye natuma kwenda kufanya chochote kile, ana uangamivu wote. Sasa simuoni yule chui wangu wa kiroho, simuoni. Yule chui alikuwa ameondoka. Kila nguvu za giza ambazo zinaangamiza na zina kusumbua zitavunjwa kwa jina la Yesu. Kutakuwa na utendaji katika maisha yako unaokuja kwako leo. Utendaji katika maisha yangu, utendaji mkamilifu wa neno lake la kineema. Le neno litatenda kwa nguvu katika maisha yako leo kwa jina la Yesu. Unaposikia neno, usilipokee neno kama neno la mwanadamu, ndio siri hiyo, bali kama lilivyo kweli neno la Mungu. Wewe hutakuwa tena kama ulivyokuwa. Amen. Utakuwa na furaha ambayo hutaweza kuidhibiti, amani ambayo hutaweza kudhibiti, mamlaka na uwezo ambao hutaweza kudhibiti, kwa sababu jambo jipya linatokea katika maisha yako leo. Sasa kipengele cha kwanza, nguvu ya uumbaji ya neno la Mungu. Nguvu ya uumbaji ya neno la Mungu. Andika vizuri kipengele cha kwanza hicho. Angalia Zaburi ya 33:6. Anasema kwa neno la Bwana mbingu zilifanywa. Kwa neno la Bwana, neno kwamba mbingu ziliumbwa na majeshi yote, na kwa pumzi ya kinywa chake ananena neno, na ulimwengu wote. Anasema na kila sayari zinaumbwa, kila vitu ulimwenguni, kila sayari na kila vitu ambavyo unaweza kuviona na usiweza kuviona, vitu vyote vinafanyika kwa neno la Bwana. Sasa angalia maisha yako. Unafikiri kuna kitu gani ambacho Mungu hawezi kuumba katika maisha yako? Ona jinsi ambavyo alisema na ikawa, na anavyosema leo katika maisha yako, imekuwa kwa jina la Yesu. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Mstari wa 9, maana yeye alisema ikawa. 33:9 hiyo. Kumbuka tunazungumza juu ya yeye Mungu asiyebadilika, na ni yeye yule, na kwa sababu Yesu wetu, yeye Mungu mkuu, yeye aliye yeye milele, hilo neno lake linatenda kazi katika maisha yako leo. Wakati ujumbe unaendelea, ile kazi ya uumbaji inatendeka, maumivu yanaondoka, ule uvimbe mkono wa kuume wa tumbo lako unatoweka. Wakati tunapoendelea kuhubiri neno, tazama
tunapoomba na kuthibitisha kila jambo, na wewe unafumbua macho yako na unagusa mahali pale, imekuwa muujiza, umetendeka tayari. Kwa nini? Kwa sababu maana yeye alisema ikawa, na yeye aliamuru ikasimama. Aliamuru ikasimama. Yeremia 32. Yeremia 32. Angalia mstari wa 17. 32:17. Bwana Mungu, tazama wewe umeziumba mbingu na nchi kwa uweza wako mkuu na kwa mkono wako ulionyoshwa, hapana neno lililogumu usiloliweza. Kipimo cha kile ambacho Mungu anaweza kuweza kufanya katika maisha yako na katika wakati huu ni kile kipimo cha uumbaji wa ulimwengu. Ndio kipimo chake hicho, aliweza kuumba vyote. Bwana Mungu, tazama wewe umeziumba mbingu na nchi kwa uweza wako mkuu na kwa mkono wako ulionyoshwa, hapana neno, na nasema hapana neno lilo gumu usiloliweza. Hakuna neno gumu katika maisha yako leo. Kwa Mungu kila kitu chawezekana, kwake ni rahisi, litatokea leo. Amen, amen. Kile ambacho mwanadamu hawezi kufanya, kile ambacho mabingwa hawezi kufanya, kile watu wabobezi hawezi kufanya, yeye Bwana atatimiza katika maisha yako leo. Angalia mstari wa 27. Anasema tazama mimi ni Bwana, mimi ni sio nali, mimi ni Bwana, mimi ndiye mwenye mamlaka. Tazama mimi ndiye mwenye uweza. Tazama mimi ndiye Bwana. Tazama mimi ni Bwana, Mungu wa wote wenye mwili. Mungu wa wote wenye mwili. Hii nakwambia kwamba yeye ni wa Mungu wa wote wenye mwili. Na maana ya kwamba ni wa wote, na hakuna sehemu ya mwili wako, hakuna sehemu ya nyama ya mwili wako ambayo Mungu hawezi kuifanyia kazi. Itatokea leo. Tazama mimi ni Bwana, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu nisiloliweza? Tayari amesema ya kwamba hakuna neno gumu kwake kutitenda, na kila mtu anajua kwamba hilo sio neno la Yeremia, hilo ni neno la Bwana, na wakalipokea kama neno la Mungu. Sasa unaweza kulijibu swali hilo na kusema, tazama mimi ndiye Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Je, mtu anaweza kujibu pale? Lipo hilo neno? Hakuna. Nilikuwepo Lagos, kulikuwa na mkutano mkubwa wa Amsho unaendelea, na tulipojifunza neno la Mungu pale na kujua kwamba hakuna lisilowezekana kwa Mungu, huyu mwanamke alikuja kwenye mkutano, na tatizo la kipekee ni kwamba kwa sababu ya tatizo la kitiba aliyokuwa nalo, walikuwa wamemuondolea kizazi. Huyu mama alikuwa hana kizazi, lakini mama akasema mimi nataka mtoto. Lakini wewe unanitosha. Mume wake anasema naelewa, nimetia sahihi yangu kwenye karatasi kwamba waondoe kizazi chako kwa sababu kulikuwa na tatizo. Mume wake akampa mke wake kwa daktari, na daktari akamwelezea sababu ya ule upasuaji na matokeo ya huo upasuaji, kwamba wataondoa kizazi, na ule uzazi umeondolewa, na yule mwanamke akaondoka, akaja Bagada. Mtu sema Bagada. Hebu tuseme Ubungo. Sema kana kwamba ndipo makao yako makuu. Sema Ubungo. Amen. Yule mwanamke akaja Ubungo, na tunaomba Ubungo yao kule Bagada. Na yule mwanamke akaamini kwamba kwa Mungu yote yanawezekana. Hatujui mambo yote yasiwezekana. Nikasema kuna mwanamke pale wameondoa kizazi na anataka mtoto. Popote pale ulipo, nyosha mkono wake. Akanyosha mkono wake, kwa sababu hakufikiria juu ya lile neno kama neno la mwanadamu na kama neno la mtumishi tu, bali kama neno la Mungu. Na tukaomba, nikasema rudi nyumbani na amini yanayowezekanika, na muujiza wako unakuja. Bwana asifiwe. Na alafu akaenda nyumbani na akaanza kununua vijinguo vya mtoto. Mume wake akamwambia, wewe unafanya nini? Akasema natarajia amekuwa na mtoto. Kakwambia nani?
Anasema mchungaji hakusema mchungaji fulani amesema, akasema Mungu ameniambia nitapata mtoto. Mungu anakuambia unapata mtoto. Amen. Na Mungu anachokuambia atakifanya kwa jina la Yesu. Akawa mjamzito. Amen. Akaenda kwenye hospitali ile ile kumwona daktari kwa ajili ya kliniki ile ya wajawazito. Daktari akasema hapana, haiwezekani, huwezi kuwa mjamzito. Haya yote ni mambo ya kiakili tu. Hapa hakuna saikolojia, hapa kuna nguvu. Amen. Na miezi 5 akarudi tena akasema, daktari, hebu nipimeni, nipimeni, mbona tumbo langu linazidi kututumka? Daktari akasema, nimejifunza aina hii ya matatizo ambapo mwanamke anafikiria sana ujauzito, tumbo lake linaanza kututumka. Yote hayo ni mambo tu ya hisia tu. Hapana, sio swala la kututumka tu, hii ni imani. Ule mwezi wa 9 sasa akaenda kwenye hospitali ile ile. Hebu jaribu kuanza, akajifungua mtoto mwenye afya yake, ambaye ni wanasema wa kisaikolojia. Inaonekana kuna kitu kwenye mikono yako, huwezi kupiga vizuri makofi. Piga makofi sawa sawa. Bwana asifiwe. Sasa hiki ndicho kilele sasa cha hadithi. Ile siku alipokuja hapa kutoa ushuhuda pale Bagada, yule daktari akaacha kazi alikuwa anaifanya, akaja na yeye Bagada pamoja na yule daktari. Baada ule ushuhuda, yule daktari akachukua ile microphone akasema, mimi ndiye daktari niliyefanya operesheni ile. Huyu kijana, huyu mtoto mnayekiona wa kiume, huu ni mtoto wa muujiza. Mtoto wa muujiza anakuja kwako. Mume wa muujiza anakuja kwako. Mke wa muujiza anakuja kwako. Leo ndio siku yako, itakuwa kwa jina la Yesu. Waebrania sura ya 1. Hebu tufike katika sura ya 11, tuangalie mstari wa 3. Waebrania 11, tuangalie mstari wa 3. Kwa imani tuelewa ya kwamba ulimwengu ulifanywa kwa neno la Mungu. Dunia zilifanywa, ulimwengu ulifanywa, kila nyota ziliumbwa kwa neno la Mungu. Anasema hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Toka katika utupu Bwana anaweza kutengeneza vitu vyote. Katika maisha yako katika maisha yako baada ya maombi, kila kitu kitakuja kuwa, kila kitu kitakuja mahala pake. Ile furaha ya Bwana itakuwa nguvu za maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Sasa kipengele cha pili sasa, kaa tayari, ni mpenyo wenye kuokoa wa neno la Injili. Mpenyo wenye kuokoa wa neno la Injili. Nikuelezee kitu hapa. Injili ina maana ya kwamba habari njema. Habari njema kutoka juu mbinguni. Habari njema kutoka juu mbinguni. Unajua baadhi ya mambo yanapotokea, mambo mabaya, mazuri, hakuna habari njema, na hizo habari mbaya ulizosikia inakudhoofisha, inakusumbua akili yako, inapatia maumivu katika tumbo lako, sababu kuna mtu amekuambia kitu kibaya ambacho kimetokea, au pengine nabii fulani wa uongo, au hata nabii mwema kama Isaya amekuja kwa Hezekia na akampatia habari, na hazikuwa habari njema. Akasema, kaa tayari, fungasha vitu vyako, ugonjwa wa kufisha umekuja, unakwenda kufa. Na alafu Hezekia akasema, Isaya, hizo sio habari njema, mbona umekuja kuniambia mimi habari mbaya? Na akamgeukia Mungu akasema, nitajiambia habari njema. Jiambie mwenyewe habari njema, na zile habari njema unazojiambia wewe mwenyewe zitafutilia mbali habari mbaya katika maisha yako kwa jina la Yesu. Na akasema, Mungu, hebu niseme na wewe juu ya hili. Mungu akamwambia, sawa, sema, njoo na tusemezane, asema Bwana. Tunaweza tukasemezana pamoja juu ya jambo hili. Akasema, Bwana Mungu, mbona siko tayari kufa wakati huu? Ati bado nina miradi mbalimbali kwa ajili ya utukufu wako. Mbona na baadhi ya mambo ya kuyafanya kwa ajili ya utukufu wako.
siwezi kuwa wakufa sasa. Hebu angalia hili, hebu angalia lile. Angalia maono yangu nilikuwa nayo. Angalia kusudio langu. Angalia namna ambavyo nimekuwa nikiishi. Mungu akamwambia basi sawa. Na alipokuwa analia akamwambia futa machozi yako na kuelewa. Unataka habari njema ziweze kufanya kazi katika maisha yako. Miaka mingapi unataka nikuongezee? Basi ninakupatia miaka 15 ziada. Hebu angalia hilo. Hilo ndilo ambalo habari njema itafanya katika maisha yako. Lolote ambalo linazimia, lolote ambalo linaonekana kana kwamba ni limekwisha, sasa haijakwisha, unaanza upya katika maisha yako. Mungu anasema hilo sio neno langu, hiyo sio neno langu la Isaya, na kupatia miaka 15 sio neno la Isaya. Na akapokea na ule ugonjwa ambao ungelipaswa kumuua, ule ugonjwa ukapona, na yale yote ambayo angelimfanya aweze kufungasha na kulia na kuomboleza na kusema mke wangu najiondokea zangu. Isaya keshasema, na kila mtu anasema najiondokea na ajihisi katika mwili wangu. Kaka yangu, dada yangu mwingine, kama hamji sasa leo au kesho, hamtanikuta hai, nitakuwa nishakufa, najiandaa kufa. Hebu sambaratisha mawazo yote hayo. Habari njema zimekuja. Nasema habari njema zinakuja kwako. Na habari njema, injili ni habari njema, na ni habari njema ya injili inapopenya katika moyo wako, tayari kila kitu kinakwenda kubadilika. Amen. Umekuwa utabasamu, sasa utatabasamu. Ndio. Umekuwa ucheki, sasa utacheka. Wema wa Mungu utakuwa unarudiwa katika maisha yako kwa jina la Yesu. Sasa sampuli hiyo ya habari injili inaleta badiliko. Angalia Zaburi ya 19 ile mstari wa 17, 19:7. Sheria ya Bwana sheria ya Bwana ni unabii. Neno la Bwana ndio ambalo litageuza kila kutokuwa kamili katika maisha yako. Neno la Bwana ni kamilifu. Neno la Bwana kamilifu. Sheria ya Bwana ni kamilifu, na utaishi kwa ukamilifu. Kutakuwa na badiliko katika mawazo yako, mageuzi katika maisha yako. Kutakuwa na mageuzi katika maisha yako. Sheria ya Bwana ni kamilifu. 19:7 hiyo Zaburi. Huiburudisha nafsi. Kiingereza nasema huigeuza nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima. Kila kizuizi cha wakati uliopita, kila kitu kitafyagiliwa mbali. Kila bahati mbaya za wakati uliopita kitafyagiliwa mbali, na kila udhaifu wa mwenendo ambao umekuwa nako hapo awali, kila udhaifu wa tabia na mwenendo, Bwana atafyagilia mbali kila kitu kwa jina la Yesu. Amen. Anasema ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima. Angalia Zaburi ya 51:12, 51 Zaburi kuanzia mstari wa 10, 51:12. Anasema unirudishie furaha ya wokovu wako. Unajua tulipokuwa kwanza tumezaliwa mara ya pili, tumeokoka, ile amani ilikuwa nyingi mno, na ile furaha ilikuwa nyingi mno. Ilikuwa ni kana kwamba unatembea angani hivi. Ndio. Unaona kana kwamba miguu yako haigusi chini. Najisikia kitu kingine kabisa. Sasa muda ulipokwenda katika maisha ya mtu huyu, jina lake alikuwa anaitwa Daudi. Daudi sasa akaanza kupungua ule moto, akaanza kulegeza mwendo, akaanza kutazama kusikostahili. Hakuwa anatazama sasa anamtazama Bwana. Nitazameni enyi ncha zote za dunia mkaokolewe, asema Bwana. Tukimtazama Yesu aliye mwanzilishaji na mkamilishaji wa imani yetu, yeye ambaye kwa ajili ya wokovu wetu alijitoa kama dhabihu iliyo hai, na kwa ajili ya furaha iliyokuwa mbele yake akaustahimili msalaba, hata msalaba wa Kalvari. Lakini sasa Daudi alikuwa anaangalia kusiko, na alipokuwa anatazama kusiko akaanguka, na ile furaha ikamtoka, ule ushindi ukamponyoka. Sasa akaanza kuomba, akasema Bwana, najua wokovu una maana gani, unamaanisha nini? Najua uzima wa milele unausikia vipi? Najua wokovu unahisia gani? Sihisi tena kuwa na ile furaha. Bwana, nirejeshe ile furaha ya wokovu wako. Sipendi wokovu wa kujifanya kuamini kitu ambacho nadhani tu. Nataka wokovu wako wewe mwenyewe uje katika nafsi yangu. Unirudishie furaha ya wokovu wako.
Na ndicho ambacho Bwana atafanya leo. Alijibu maombi ya Daudi, atajibu maombi ya kwako wewe. Anasema unitegemeze kwa roho ya wepesi. Alafu sasa napotokea hilo, na napokuwa na wokovu huo, napokuwa na huo dhihirisho kwa dhahiri, neema ya Mungu imekuja tena, huo wokovu ambao ni wa halisi umerejea, nitawafundisha. Angalia mstari 13 ule, mstari 13, nitawafundisha wakosaji njia zako. Nitawaambia ya kwamba hivi ndivyo ambavyo nilipokea, na hivi ndivyo ambavyo na wewe pia utapokea. Hivi ndivyo ambavyo nilirejezwa, na hivi ndivyo na wewe pia utaweza kurejezwa. Hivi ndivyo ambavyo ushindi wako, wokovu wako na amani yako na ile furaha na ile hamasa ya wokovu, hivi ndivyo ambavyo ilikuja kwangu. Nami nitawafundisha wale wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako. Wenye dhambi watarejea kwako. Unasikia habari njema sasa, na habari njema zinazokuja kwako hazitakuacha kama ulivyo. Amen. Habari njema zitakufanya kuwa hodari zaidi. Habari njema zitafanya kazi ya uumbaji ikibadilisha na kupenya katika maisha yako kwa jina la Yesu. Angalia Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari mzuri wa 19. Matendo ya Mitume sura ile ya 3 kuanzia mstari wa 19. Anasema, tubuni basi mkarejee. Tubuni basi mrejee. Toba ni nini? Toba ni kugeuka. Unakwenda katika mwelekeo fulani na unakuuliza, unaangalia, unatafuta nini? Natafuta furaha, natafuta amani, natafuta msamaha, natafuta kukubalika na Mungu, natafuta maisha ya dumuyo. Kama ndicho ambacho nakitafuta, hiyo njia unaiendea ni njia ile pana, haitakufikisha huko unakokwenda. Geukia neema. Geuka nyuzi 180, sio nyuzi 360 na 360. Hapana, usigeuke. Kuna wahubiri wengine wanahubiri wanasema geuka nyuzi 360. Nataka nikwambie, kama ukigeuka, kama umesimama upande huu, ukizunguka nyuzi 360, na maana utabaki kule, utarudi kule tena. Lakini ukigeuka nyuzi 180, unakwenda upande wa kinyume. Yale ambayo nilikuwa nazoea kuyatenda siyatendi tena. Kule nilikokuwa nakwenda sikuendi tena. Na mambo ambayo nimezoea kutenda, kunywa, sitayanywa tena. Na lile genge ambalo nilikuwa nakuwa nao sitakuwa nao. Unageuka nyuzi 180. Ulikwenda upande huu, unageukia upande ule. Tubuni mkarejee. Nafsi yako itarejea. Nasema nafsi yako itaokolewa. Mawazo yako yataokolewa. Akili yako itaokolewa. Fikra zako zitaokolewa. Na tabia zako zitageuzwa. Na maisha yako, mtindo wa maisha yako utageuzwa. Anasema tubuni mkarejee, ili dhambi zenu zipate kufutwa. Kila dhambi zako, kila ambalo uliwahi kufanya, zitafutwa. Kutakuwa na kifutio na fyagio la mbinguni. Hutaviona hivyo vitu tena. Alafu anasema zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kule kuwako kwake Bwana. Wakati wa kuburudishwa, utaburudishwa maisha yako. Atakufanya wewe kuwa kijana miaka mingi tu. Kijana katika fikra, kijana katika maisha, kijana katika mtazamo wako. Na wewe hutakuwa tena kama ulivyokuwa. Amen. Natamani ningekutana na wewe baada ya maombi ya mwisho jioni ya leo. Na ningetamani nikuone na ile furaha yako ana kwa ana. Nione furaha usoni mwako. Nione ile shangwe katika maisha yako. Niweze kusema kwamba, nikwambia, huyu hapa mtu aliyeokoka ati. Huyu hapa ndiye mwanamke aliyeokoka ati. Burudiko litakuja katika maisha yako, na linatokea sasa burudiko lile kwa jina la Yesu. Angalia mstari wa 26 hapa. Angalia mstari wa 26. Anasema kwenu ninyi. Alimtuma kwenu ninyi kwanza, akisha kumfufua mtumishi wake Yesu, ili kuwabarikia. Hutapiga chenga baraka zako. Tunaposema inuka kwa miguu yako, na wakati tunapokuja, kama unataka kuwa naye Yesu mwokozi wako, na yeye ambaye ni rafiki wa binafsi,
ye ambaye ni mtegemezaji wa binafsi, msaada wa binafsi, aende pamoja na wewe katika maisha yako. Nitakwambia nyosha mkono wako. Basi kuna watu wengine ambao wanapigaga chenga. Wewe utapiga chenga baraka, utapiga chenga muujiza, utapiga chenga uzima wa milele. Anaposema nyosha mkono wako, sababu uzima wa milele unakuja sasa, unanyosha mkono wako juu, na kabla hujafumbua macho yako, maisha mapya yamekuja. Wokovu umekuja, uzima wa milele umekuja. Anasema kwenu ninyi kwanza, Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu ninyi ili kuwabarikia kwa kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Na maovu yake. Itatokea maisha yako yatageuzwa, yawe bora, yawe juu zaidi, yawe makuu zaidi, yawe ya furaha zaidi. Utakuwa na furaha zaidi kwa jina la Yesu. Kipengele cha tatu ni utendaji mkamilifu wa neno lake lenye neema. Utendaji mkamilifu wa neno lake la kineema. Wajua jioni hii ya leo utendaji unakwenda kutokea katika maisha yako. Amen. Amen. Nasema hivi, utendaji utatokea katika maisha yako. Amen. Twende katika kitabu cha Yeremia sura ya kuanzia ile mstari wa 11. Yeremia sura ile ya kwanza, tuangalie mstari wa 11. Neno la Bwana likanijia. Subiri. Nini kilichofanya tofauti kati ya hawa watu wote tunaosoma juu yao katika Biblia na watu wengine wengi leo? Watu wengi leo neno la Bwana kwao linakuja, hawatambui, na kwa hivyo wanakwenda huku na kule na maneno ya wanadamu, na maneno ya wanafalsafa, na maneno ya watu wenye elimu zao, na maneno ya waandishi fulani. Na kwa neno lote ambalo linakwenda huku na kule katika jamii, ndilo ambalo neno linawafikia, na ndio maana ni wa kawaida. Lakini neno la Bwana linapokuja kwako, na ndicho kilichoainisha Yeremia, ndicho kilichomwainisha Isaya, ndicho kilichoainisha wale wote ambao ni watu wa kale waliostahili. Neno la Bwana liliwajia, ile neno linakuja kwako leo. Amen. Na unapolipokea hilo neno kama neno la Bwana Mungu, na sio kama neno la mwanadamu, basi maisha yako yatapaa juu kwa mbawa kama tai. Na yale ambayo tumekuja kuzungumza, kila ahadi tunayoidai, kila unabii tunayozungumza, na kila jambo jema tunalozungumza litakwenda kutimia katika maisha yako leo kwa jina la Yesu. Anasema mstari wa 11 ule, anasema tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Yeremia, waona nini? Swali kubwa, waona nini? Kuna watu wanasema naona hatima ya kiza. Waona nini? Wasema naona maadui wenye nguvu. Waona nini? Anasema naona mwenye dhambi ametekwa nyara, naona tabia zenye kuharibu. Waona nini? Anasema naona bahati mbaya iko mbele yangu, na naona mizimu. Naona nini? Naona mizimu, naona mapepo. Hawaoni neno la Mungu. Unapoona neno la Mungu leo, kila kitu kinakubadilika. Simuoni shetani katika maisha yako tena. Amen. Sioni bahati mbaya katika maisha yako tena. Sioni mikasa katika maisha yako tena. Sioni kifo kisichokuwa cha wakati wake katika maisha yako tena. Wewe waona nini? Waona nini kuhusiana na nafsi yako wewe mwenyewe? Na kuuliza waona nini? Naona habari njema zako. Naona matokeo yenye furaha katika maisha yako. Naona mageuzi katika maisha yako. Naona kuondolewa kwa magonjwa katika maisha yako hata kuanzia leo kwa jina la Yesu. Anasema naona ufito wa mlozi, sio mfito unaokauka. Naona sio mfito ambao ni kama kuni. Hapana, naona ufito ambao unachanua. Naona yasiyodirikika, naona yasiyowezekanika, naona ambayo watu wengine hawezi kuyaona. Wao wanaona kama fimbo, kama ufito tu, lakini ile fito naona inakwenda kujaa matunda. Naona taifa kavu la Israeli, na ile taifa kavu kama fimbo litakwenda kuchanua tena.
na litakwenda kustawi. Nasema ndugu yangu pale, kaka yangu pale, naona ya kwamba sasa wakati wa kustawi umefika kwa ajili yako. Amen. Wakati wa kuburudishwa umekuja kwako sasa. Utaona vema, naona uponyaji, naona muujiza, naona ukombozi, naona ile nguvu ya Mungu inatenda kazi katika maisha yako. Angalia mstari wa 12 ule. Angalia mstari wa 12, ndipo Bwana akaniambia, umeona vema. Umeona vema. Pindi Bwana anavyokuambia namna hiyo, na maana kwamba matatizo yako lakini unaposema naona shetani, naona magonjwa, huoni Calvary, huoni upatanisho, huoni kwamba kwa kupigwa kwake tumepona, hujaona vema, tazama tena. Alafu ile mtumishi akasema, sioni jema, sioni baya, sioni chochote kile, sioni kitu. Huwezi kuwa huoni kitu. Rejea tena. Akarudi akasema kwa hamasa, naona wingu lenye ukubwa wa kiganja cha mkono wa mtu. Akasema basi hiyo yatosha. Kamwambia Ahabu, badiliko limekuja, ukame umeisha, njaa imekwisha, na kutakwenda kuwa na mvua kubwa ya baraka juu ya kila mmoja kwa jina la Yesu. Wewe umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu nilitimize. Amen. Ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Katika maisha yako Mungu anasema atakwenda kuliharakisha, atakwenda kuwa na wepesi, atakuwa mwepesi katika kutenda ile neno la ahadi, neno la uweza katika maisha yako. Atalitenda kwa haraka kwa jina la Yesu. Angalia Luka 1:37. Luka 1:37. Luka 1:37. Hili hapa ni neno la Mungu. Kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Kwa maana kwa Mungu hakuna neno lisilowezekana. Katika maisha yako kwa Mungu hakuna neno lisilowezekana. Na kama mwenye dhambi, unapotoa maisha yako kwa Bwana leo, tokea katika hatua hiyo kuendelea, Mungu ataharakisha mambo mema ya maisha yakija kwako, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Amen. Naliona kwako hilo jambo. Naliona likija kwako jambo lisilowezekana. Naona yasiyowezekanika kuwezekana. Hili na lile, mbona haliwezi kutokea? Natokea katika familia hii, natokea katika familia ile. Baba yangu alikuwa mtu wa mitala, mama yangu alikuwa hivi. Sahau hayo. Tunakuja katika uwepo wa Mungu sasa. Na sasa kila kitu ambacho kinahitaji badiliko katika maisha yako kitakwenda kubadilishwa. Utapaa juu kuliko washirika wako wa familia. Utapaa juu kuliko historia uliojua. Jambo jema linatokea jipya katika maisha yako kwa jina la Yesu. Familia yako itajivunia wewe. Watasema wanapofikia katika umri huu, ndugu zako wanasema basi kila kitu kinageuka kuwa kichungu. Lakini sasa wewe umefikia umri ule, lakini bado unaendelea, umepita huo umri, bado unasonga mbele, na ndugu zako wanakuja kukuuliza, wewe umefanya nini katika maisha yako? Mbona wewe ni tofauti sana na watu wa familia hii? Alafu utawaambia siri yako ni Mungu. Amen. Kwa sababu kwa Mungu hakuna neno lisilowezekana. Angalia mstari 45. Angalia mstari 45. Heri yeye. Naye dada pale ambaye ni heri, na Bwana ananiambia nikwambie ya kwamba heri dada yule. Naye kaka pale, naye heri. Bwana ameniambia nikwambie, futa machozi yako, ondoa kuumwa kwa moyo. Heri wewe. Hongera. Mambo yamegeuka. Mambo hayako tena yalivyokuwa awali. Mguso wa Bwana unakuja katika maisha yako, na ile nguvu ya muujiza wa Mungu inakwenda kufanya kazi katika maisha yako. Naye heri aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa. Kwa maana yatatimizwa. Pokea utimizwaji kutoka kwa Mungu, si kwa wanadamu.
kutakuwa na kutimizwa. Tunatarajia utendaji kutoka wapi? Tunatarajia ule utendaji utoke wapi? Hebu wale watu wanaotambua kwamba utendaji unakuja wanyoshe mikono yao. Hebu watu wanaotarajia utendaji, wale wanaotarajia utendaji wasimame. Kutakuwa, maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Yatatimizwa ulioambiwa na Bwana. Nayo furaha kwa ajili yako. Nimehamasika kwa ajili yako. Utendaji umeanza. Na ahadi za Mungu sasa ni ndio na amina katika maisha yako. Kuna nguvu ya uumbaji. Kuna nguvu ya upenyo uokoao. Kuna utendaji mkamilifu. Na ni kwa ajili yako leo. Fungua kinywa chako, sema na Bwana katika maombi. Fungua kinywa chako, sema na Bwana katika maombi. Utendaji ni wako. Utendaji ni wako. Utendaji ni wako. Utendaji katika maisha yako. Nguvu ya uumbaji wa Mungu ambao utatenda kazi pasi na kizuizi chochote. Miguu yako itakuwa imara. Mwili wako utakuwa hodari. Hebu aliye dhaifu aseme mimi ni hodari. Mgonjwa aseme si jambo. Anakuja. Uponyaji unakuja. Kuna uponyaji wenye kugeuza wa neno la Injili, neno la habari njema, neno la neema, neno la habari njema, neno la habari njema kwako leo. Na kutakuwa na utendaji mkamilifu wa maneno yote na ahadi zote ambazo umewahi kusikia. Sio utendaji wa vipande, mkamilifu, kamili, wenye kububujika. Utendaji mkamilifu wa le neno jema la neema ambalo umelisikia. Hakuna majuto tena, hakuna kulia tena, hakuna huzuni tena, hakuna malalamiko tena. Amini neno. Amini neno. Litatenda kwa nguvu, kwa ufanisi ndani yako. Kwa jina la Yesu tumeomba. Kila mmoja kwa jina la Yesu tumeomba. Inamisha kichwa, fumba macho yako. Hakuna atakayepiga chenga ile baraka yake toka kwa Bwana. Bwana Mungu wa mbinguni amemtuma Bwana Yesu kukubariki katika kuwageuza kila mmoja wenu toka katika maovu yake. Inamisha kichwa, fumba macho. Unageuka kutoka uovuni na uasini. Unageuka kutoka dhambini ambazo zimekufuata na kuharibu maisha yako mpaka wakati huu, na unataka wokovu, unataka badiliko, unataka mageuzi, unataka mgeuko. Hii ni nafasi yako. Usipige chenga. Nyosha mkono wako useme mimi hapa. Mimi hapa. Bwana amemtuma Yesu Mwokozi kwako, kama mkombozi kwako, kama ambaye atayageuza maisha yako. Kila mahali ulipo katika ukumbi hapa, popote pale ulipo unasikia hili neno, popote pale ulipo huko nje unasikia, mahali popote pale unasikiliza wakati huu katika nchi yetu ya Tanzania kwa lugha ya Kiswahili, nchi yoyote ile au sehemu popote pale unaposikia, wakati wote kapokwenda kusikia ujumbe huu na unasema nageuza maisha yangu na mgeuzia Kristo, sitapiga chenga baraka ya wokovu. Popote pale ulipo, hata kama uko peke yako nyumbani hapo,
pale unaposikilizia, nyosha mkono wako na ukombozi unakuja katika maisha yako. Wokovu unakuja kwako, nyosha mkono huo juu. Unaponyosha mkono juu, mwambie Bwana nakushukuru. Umenifikiria Bwana, nakushukuru. Umeniletea wokovu, nakushukuru. Umeleta mageuzi kwa ajili yangu, asante. Umemtuma Yesu kwa ajili yangu awe mwokozi wangu. Asante Bwana. Nageuka kutoka dhambi zangu, nageuka kutoka yale ambayo yamekuwa yakiharibu uhusiano wangu nawe. Nimesema nampokea Yesu kama mwokozi wangu binafsi sasa. Mshukuru kwa sababu mpindi unapopokea, huo wakati imeshakuwa. Furaha ya wokovu itakuja kwako. Uburudisho wa nafsi yako utakuja pale ulipo. Weka mkono wako juu, naomba kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru Bwana kwa ajili ya ndugu zangu hawa wote, watu wako ambao wametambua upendo wako, kwamba umewapenda na umemtuma Yesu Kristo kuokoa, kusamehe na kuweka huru. Bwana, naomba ya kwamba ule muunganiko utakwenda kutokea sasa, na wokovu halisi utakuwepo ndani yao kwa jina la Yesu. Geuza mawazo yao kutoka uovuni, geuza mawazo yao kutoka kiza, geuza mawazo yao kutoka tabia zote mbaya, geuza Bwana wakugeukia wewe sasa kwa jina la Yesu. Na Bwana ukawasamehe, Bwana waokoe, Bwana badilisha maisha yao. Na hebu Bwana furaha ya wokovu wako ikawe ndani ya kila mmoja wa mioyo yao sasa. Thibitisha ule wokovu, ile badiliko na ule wokovu uwe ndani yao sasa. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Nyingine kubwa ya ukombozi. Amen ya furaha. Mungu akubariki. Endelea kuweka mkono wako juu. Kama umekwisha kukata shauri, waweze kusaidia ndugu zetu. Hebu tusaidie tupate mawasiliano. Leo ni siku kuu, siku ya habari njema, siku ya neema ya Mungu kupenya katika maisha yako. Hebu tufurahi pamoja na tupatie mawasiliano ambayo ni sahihi, tuweze kupata kuwasiliana wewe kwa dakika chache. Alafu ile nguvu ya uumbaji, nguvu ya uponyaji, nguvu ya kufanya upya, nguvu ya kuponya, nguvu ya kutenda miujiza itafanya kazi katika maisha ya kila mmoja. Naiona nguvu, naona miaka iliyoongezwa ndani ya maisha yako, naiona nuru katika maisha yako. Inuka pale ulipo, unasema naona rehema ya Bwana katika maisha yako, naona muujiza. Wewe umeona vema. Nitaliangalia neno langu ili nilitimize. Utimizwaji katika maisha yako leo, utendaji mkamilifu wa neno lake la neema yake katika maisha yako. Uko wapi? Muujiza uko njiani, nguvu yaja, upako uvunjao kila nira utakwenda kufanya kazi katika maisha yako. Utakaposikia amen ile ya mwisho, fungua macho yako. Imekuwa. Simama, nyosha mkono wako juu, naweka mkono mwingine kuliko na tatizo. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Hii ni siku yako ya utendaji.
ndicho ulichosema wewe. Huwezi kusema uongo. Kwa neno lako ulimwengu uliumbwa. Kwa ile neno Bwana, uumbaji wa kimuujiza unakwenda kutokea sasa hapa leo kwa jina la Yesu. Gusa kila alo mmoja wetu. Gusa na mponye kila alo mmoja wetu. Ondosha magonjwa, ondosha udhaifu Bwana. Naomba Bwana utafanya yasiyowezekana kuwezekana sasa. Naomba Bwana ya kwamba kila namna ya udhaifu Bwana, kila namna ya ugonjwa Bwana, kila namna ya udhaifu, unyonge, gusa kila mmoja sasa. Ondosha kila udhaifu na unyonge kwa jina la Yesu. Maumivu katika eneo lolote la mwili, ondoka kwa jina la Yesu. Matatizo kunako kichwa, namna yote ya msongo wa mawazo, toka kwa jina la Yesu. Kila namna ya baridi ya bisi katika viungo, huwezi kutembea vizuri Bwana, tia ute mpya katika kila kiungo, kila namna ya ukakamavu, kila maumivu, kila kutokuweza kunyoosha mguu, mkono na kutembea vizuri, ondosha kwa jina la Yesu. Na halafu Bwana, yale maradhi ambayo yametaka kuondoa uzima wa mtu huyu, iwe ni saratani, iwe ni matatizo ya damu yoyote yale Bwana, yanayosumbua watu wako, ninakuomba Bwana, natuma ile nguvu yako, ponya watu wako kwa jina la Yesu. Yeye ambaye hawezi kuinama vizuri na kuinuka vizuri, hawezi, hebu Bwana, nguvu ya kunyosha vizuri mgongo itakuja juu yako sasa. Unaweza ukasimama wima sasa, kila kitu kimekuwa sawa. Uko kwenye kiti cha kusukuma, unatembea kwa magongo, unatembea kwa msaada wa hiki au kile, huwezi kufanya utendaji huo ule. Nguvu ya Mungu ije kwako, nyanyuka, tembea kwa jina la Yesu. Naomba ya kwamba Bwana, kila namna ya uumbaji wa kimuujiza, kila namna ya kupata upya Bwana, kiungo kimoja au kingine, muujiza wa kimaajabu, huu ndio wakati wako wa utendaji. Tenda katika kila maisha sasa. Tunakupa Bwana utukufu, tunakushukuru sababu tunajua kwamba imekuwa. Kwa jina la Yesu tumeomba. Imekuwa sasa. Jiangalie, kuna miujiza mingi katika nyumba ya Bwana leo. Iko miujiza. Makofi kwa Bwana Yesu.